Hiyo. Lakini mtazamaji, hebu fikiri hili. Mtindo mpya wa wizi umeendelea kuripotiwa ambapo wahalifu sasa wanapora zaidi kwenye makanisa ambapo wanaiba vifaa na hata pesa za sadaka. Na visa vya wizi huu vikiripotiwa katika makanisa mengi nchini ambako mali ya thamani imeibwa na wakora hao. Naam, kutoka Kirinyaga hadi Nakuru na hata kaunti ya Machakos, visa vya uporaji wa makanisa vimeripotiwa. Wanahabari wetu wamefuatilia matukio haya kama yanavyosimuliwa kwenye makala yafuatayo ya Wizi wa Dhabahu na Ben Kirui. Usiku wa Machi mosi mwaka huu, kisa cha wizi kiliripotiwa katika kanisa Katoliki la Mtakatifu John Paul wa Pili lililoko Mwea, kaunti ya Kirinyaga. Wezi waliiba karibu kila kitu cha thamani ndani ya kanisa hilo. Waumini waliowasili kwa ibada ya asubuhi walipigwa na butwa. Tulikuta waizi wameingia kwa kanisa letu, tukakuta dirisha la kanisa limevunjwa, wakaingia wakaimba mali tofauti kama vile speakers, water taps zimevunjwa zote, cooling fans. Hili halikuwa tukio la kipekee. Takriban miezi mitatu kabla ya tukio hili, kanisa lingine la ACK Kitharaini eneo la Gishugu pia lilivamiwa. Kwa mujibu wa viongozi wa kanisa, wahalifu waliiba vipaza sauti, speaker na mashine zingine zenye thamani ya zaidi ya shilingi 300,000. Walivunja dirisha ya kanisa, wakaingia wakaimba fanile father anatumia pale wakati kuko na joto ya kuleta mbalindi. Mawimbi ya mashambulizi ya aibu yanayolenga maeneo ya ibada yakiwaacha waumini katika hali ya wasiwasi na mshangao. Baada ya tukio la Karwangi, viongozi wa kanisa waliripoti kesi hiyo katika kituo cha polisi kilichoko mpakani mwa Mwea na Kirinyaga. Vile baada ya tukio la ACK Kitharaini, viongozi walitoa taarifa katika kituo cha polisi cha Mururi. Hata hivyo, kufikia sasa hakuna mshukiwa yeyote aliyekamatwa wala mali kupatikana. Katika kaunti ya Nakuru, kanisa la JCC Mbaruk lilishuhudia kisa cha wizi mwezi Novemba mwaka jana, ambapo waumini waliowasili kwa ibada ya Jumapili walikuta kanisa likiwa katika hali mbaya baada ya kuvamiwa. Wakati tuliingia ndani, kitu ya kwanza tulikutana nayo ni sanduku ya sadaka. Mchungaji akaniambia huku kumevunjwa. Ndio tukaingia ndani, kwenda pale tukapita kwa ofisi nyuma, tukaingia kwa kanisa. Kufika kwa kanisa tukapata kuna wizi imefanyika, hakuna keyboard, hakuna power amp. Huko Mlolongo, kaunti ya Machakos, mojawapo ya matukio ya kusikitisha zaidi lilihusisha kanisa la Osana International, ambapo mzee na msimamizi wa kanisa alijeruhiwa vibaya. Tarehe 27 mwezi wa 10, vijana walikuwa ni 4, walikuja wakafunja hiyo mlango. Maana naishi hapa. Lakini nilikuwa na mwenzangu na siku hiyo hako alienda kesha mahali pengine. Wavamizi hao wanadaiwa kutaka sadaka iliyokusanywa kutoka ibada iliyotangulia na kisha waliiba kila kitu walichoweza kubeba. Wakaja wakasema wanataka pesa. Hapa sio mahali pa kuacha pesa. Pesa zimeenda mapastors. Kama mnawajua kwa wanaendeni mkawachukua. Wakatoa speaker huko na huko. Kuna masufuria kina mama yalikuwa hapa ndani. Wakatoa. Kuna vikombe wakatoa. Wizi wa vifaa vya sauti na ala za muziki umevuruga makanisa mengi, huku baadhi yakishindwa kuendesha ibada ipasavyo. Vifaa hivi ni vya gharama kubwa, mara nyingi hupatikana baada ya miaka ya michango. Wizi huu hauleti tu hasara ya kifedha, bali pia huvuruga ratiba ya makanisa. Kati ya mwaka wa 2023 na mwaka wa 2024, zaidi ya makanisa 20 katika eneo hili la Mlolongo yaliripotiwa kuvunjwa na kuibiwa, wezi wakitoroka na mali ya thamani kutoka maeneo ya ibada. Matukio haya yametajwa na viongozi wa makanisa eneo hili kama dharau ya wazi kwa maeneo takatifu. Society imefika mahali hata ile fia ilikuwa na watu ya kwamba hii ni nyumba ya Mungu hawana. Kuna hii dirisha
Katika mazingira haya yasiyokuwa salama, baadhi ya makanisa yameanza kuchukua hatua yenyewe. Kwa mfano, huko Magomano, Juja, kaunti ya Kiambu, waumini wanachukua zamu kulinda makanisa, huku wengine wakihamisha vifaa kama viti na kuviweka mahali salama baada ya kila ibada. Tuliweza kutafuta viti kwa njia nyingine, tukapata kupitia kukomboa. Kuna watu huwa wanakondisha viti, tulienda tukakondisha ili at least washirika wapate mahali pa kukalia. Hii sehemu ya Murera, Juja, kati ya hawa wachungaji 300, nusu yao wamewahi kuibiwa vyombo vyao kanisani, vimeibiwa zote, wameanza mpya. Wengine walikuwa tu wamezinunua siku hiyo na zikaenda. Kufikia sasa polisi bado hawajakamata washukiwa wowote katika wimbi hili la uhalifu unaoonekana kulenga makanisa, hususan katika kaunti 4 tulizotembelea: Kiambu, Machakos, Kirinyaga na Nakuru. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.